Ni kwa sababu nilikuwa naona hata katika vitabu vingine, tunaposoma katika kitabu cha Job, tunaambiwa pia kuhusu huyo Job. Before tuendelee, tunaambiwa huyu mtu alikuwa ni mtu wa aina gani? Tabia zake zilikuwa aje? Karakta zake zilikuwa ni gani? Na kwa hivyo pia hapa tunaweza kujiuliza ni kwa nini tumeambiwa ya kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu mkubwa, mtoza ushuru katika watoza ushuru. Bwana Yesu asifiwe. Na pia alikuwa ni mtu tajiri. Hiyo kuna kitu ambacho inatakikana iweze kucapture in your mind. Bwana Yesu asifiwe. Nataka twende verse 3. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona Zakayo ambaye tumeambiwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mkubwa. Mtu ambaye alikuwa ni tajiri. Ni ya kwamba alikuwa akitafuta kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa najifikisha naona ya kwamba Yesu ni kutafutwa, huwa anatafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kutafuta ni ya kwamba kuna kugharamika katika kutafuta. Kuna hiyo give out your time. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile kitu, kuna kutoa katika kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na siku hii ya leo ni ya kwamba tumekuja na ili tukaweze kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu kuna shughuli ambazo ungefanya, lakini ukaona ya kwamba wacha nigharamike. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nitoe wakati wangu na ili nikaweze kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maybe tunaweza wakati huu ni ya kwamba hatumuoni Yesu kama wakati huo wa Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu yeye Zakayo alisikia Yesu alikuwa anapita na akafanya nini? Ni ya kwamba akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumekuja hapa na ili tukaweze kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi huwa tunaona Yesu kupitia neno lake, kupitia fundisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? Katika kutafuta ni ya kwamba kuna kuacha. Huyu ni mtu alikuwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni ya kwamba alisimamisha na ili aweze kwenda kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo ako na ile hamu, ako na ile chauku ya kutaka kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na amejitolea, na wakati anapokuja ni ya kwamba kunakuwa na challenges ambazo zinamzuia kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Jambo lingine ambalo lilikuwa linamzuia asiweze kumuona Yesu, Biblia inasema ya kwamba maana ni mfupi wa kimo. Tunapokusudia na tunapoamua ya kwamba tunataka kumuona Yesu, ni ya kwamba katika ile safari ni ya kwamba kunakuwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kunakuwa na vizuizi hapo katikati. Lakini kama moyo wako umekusudia na yani uko na hiyo tamaa kabisa, uko na hiyo shauku kabisa ya kumuona, ni ya kwamba utaweza kuovercome all those challenges. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa ninasoma hii nilikuwa nalinganisha na yule mama ambaye alikuwa anatoka na damu kwa miaka 12. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo aliamua na moyo wake ya kwamba mimi nitaenda na nitaguza vazi la Yesu, ni ya kwamba kulikuwa na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na vizuizi, si eti ilikuwa tu ni rahisi tu hivyo. Eti alitoka tu kwa nyumba, eti akaenda, eti direct mpaka kwa Yesu na akaguza vazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni ya kwamba kulikuwa na challenges ambazo zilikuwa zinamzuia, eti ya kwamba haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hilo fundisho ni ya kwamba kulikuwa na umati. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hapa tunaona ya kwamba kuna umati ambao unazuia pia huyu kumuona Yesu. Na katika hilo fundisho lingine ni ya kwamba kuna umati ambao ulikuwa unazuia huyu mama ama huyu mwanamke kuguza vazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama umeamua, kama mtu ameamua, ni ya kwamba utaweza
overcome all challenges. Bwana Yesu asifiwe. Utaondoa vizuizi vyote, utaondoa vikwazo vyote ambavyo vinaweza kukuzuia usiweze kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwamba huyu mama alipenya akapenya mpaka akamfikia Yesu na akaguza vazi la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kwamba akaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapomuona Yesu ni ya kwamba maisha inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Ni ya kwamba hautabaki vile ambavyo ulikuwa. Huyu mama alipokuja hakurudi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko ile book of Luke chapter 19. Tunaona kuna vizuizi hapa ambazo hata kama Zakayo ameamua, ambazo zinamzuia asiweze kuona Yesu. Kulikuwa na umati wa watu na alikuwa mfupi kwa kimo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ni vizuizi gani hizo ambazo zinaweza kuwa zinakuzuia kumuona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuangalia maisha yako. Unaweza kuchunguza maisha yako. Ukaweze kuangalia ni vizuizi gani hizo. Lakini ni ya kwamba unaweza kuzipiga, unaweza kuwakao. Bwana Yesu asifiwe. Tuliandikiwa kuhusu huyo mama. Tumeandikiwa kuhusu Zakayo. Tukaweze kujifundisha. Na kwa hivyo sione vizuizi hizo ambazo maybe zinakuzuia na kwamba kama hautaweza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza. Verse 4. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Ninaona Zakayo akitafuta mbinu, kwa sababu azima yake ilikuwa amuone Yesu. Kwa hivyo lazima age overcome those challenges. Lazima angetafuta mbinu ambayo angeitumia na ili akaweza kumuona Yesu. Biblia inasema ya kwamba akatangulia mbio. Na tulikuwa tunafundishwa kuhusu kuwa swift. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa watu wa haraka. Kuacha ugoigoi in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Huyu akatangulia mbio. Akaenda mbele ya umati. Bwana Yesu asifiwe. Na kama alikuwa amefika hapo, huyu alikuwa mbio wa most of the time huwa tuna zirelate na watoto ndio wako mbio always, lakini mtu mzee ukikimbia hivi watu watashindwa, watajiuliza maswali moja mbili. Maybe kuna hatari somewhere, maybe kuna shida ya kiakili, kuna jambo kama hilo. Lakini when you have made up your mind, Bwana Yesu asifiwe, ni ya kwamba hizo vizuizi zingi hakuna uanze kuangalia mambo katika hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ni ya kwamba unaenda unaasha hali ya kawaida kando. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ukaweze kumuona Yesu. Tunamuona hapa akienda mbio. Bwana Yesu asifiwe. Akapanda juu ya mkuyu apate kumuona. Sasa tunamuona naye sasa ndiye huyo anapanda juu ya mkuyu. Huyu ni mtu na miaka zake. Bwana Yesu asifiwe. Ni ya kwamba kuna ile aibu yote unaiweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Utu wote unauweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi chote unakiweka chini. Huyu ni mtu ambaye alikuwa amefika mahali amejikana yeye mwenyewe. Amefika mahali hataki kujua watu wanasema nini.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile ambacho kinamaanisha ni ya kwamba ni muone Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini most of the times tumekuwa wa kumiss the mark. Ama tumekosa kumuona Yesu ni kwa sababu kile kinatusumbua sana ni watu watasema nini? Watu wataniona aje? Watu watanisema nini? Watu watanisema nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hiyo inaonyesha ya kwamba hauna hiyo zili ya kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Bado haujafika hapo ya kwamba you can leave everything behind uweze kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zakayo ametoka bio, amepanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Yesu alipoona ile chauko ambayo ilikuwa na Zakayo, ni ya kwamba alimtimizia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haja ambayo ilikuwa ndani ya moyo wa Zakayo ni ya kwamba ilitimia. Zakayo akamuona. Yeye alikuwa anatamani kumuona, lakini ikapita hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu sasa Yesu anamuita. Yesu amemuona pia. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo anamuona Yesu, naye Yesu amemuona Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ona hiyo. Imepita the expectation ama kile ambacho Zakayo alikuwa anataka. Yeah. Hata katika hii kujitoa kwake hakuwa amefikiria kwamba labda itafika hapa, ya kwamba sasa Yesu atakuwa wa kumuona, ya kwamba Yesu kama jinsi ambavyo tutakavyoona hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe. Alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa hapo juu tunaona ya kwamba Zakayo alitimua biu, na hapa naye Yesu anamwambia shuka upesi. Bwana Yesu asifiwe. Naendeleza na ile being swift in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Si mambo hivi. Yesu hakumwambia toka aanze kufunga tu. Alimwambia chuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akafanya haraka, akashuka. Swiftness. Na hapa pia tunaweza kuangalia tuone obedience. Ya kwamba ameambiwa shuka upesi, naye akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Siku hii ya leo tumekuja na ili tukaweze kumwona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipokuwa ninasoma hapa, kuna kitu ambacho kiligonga mawazo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona ya kwamba baada ya Zakayo kushuka ni ya kwamba anamkaribisha kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumekuja aje? Bwana Yesu asifiwe. Unajua, wakati ambapo unakuwa na furaha, moyo wako unakuwa na ule uwezo wa kupokea kwa urahisi. Lakini kama uko na huzuni, kama umejawa na mawazo mengi, ni ya kwamba
Unaweza kujikuta ulikuja na ukitoka na ule mlango ulizwe ulifundishwa nini na ule hakuna kitu ulipata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazidi kujifundisha. Na ni ya kwamba kusudi letu sio kukuja tu. Kusudi letu ni kukuja na kutoka tukiwa tumepelekwa kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja tunatoka tukiwa tumehekimishwa na neno lake Bwana. Nataka tu kukushauri ya kwamba kama umejitoa kukuja na ili kupokea kutoka kwa Bwana, kama umekuja na unataka kumuona Yesu, wacha ukaweze kukuja ukiwa na moyo wa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furahia ukiwa katika uwepo wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na usikuje tu ukiwa umenuna. Wacha moyo wako ukaweze kukua uko wazi kwake Bwana. Moyo wa Zakayo ukakuwa umemwelekea Yesu na Yesu akamwelekea. Unapokuja ukiwa na furaha ya kwamba moyo wako utakuwa wazi kupokea na utapokea. Verse 7. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba baada ya mabadiliko ambayo yamefanyika katika maisha ya Zakayo, ni ya kwamba watu hawakufurahia, na ni ya kwamba wanatoa malalamishi, wananung'unika wakisema ya kwamba Yesu anaingia kukaa na mtu mwenye dhambi. Verse 8. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Wakati Zakayo alipomuona Yesu, ni ya kwamba kuna mabadiliko ambayo yalifanyika katika maisha yake. Kuna repentance ambayo ilifanyika katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na akajua ya kwamba yale ambayo alikuwa anafanya ni ya kwamba hayakuwa mazuri, na akakusudia ya kwamba hataendelea na maisha hayo. Hapa anasema ya kwamba tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Baada ya kumwona Yesu, ni ya kwamba mabadiliko yanafanyika katika maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunatakikana kukua from one glory to another. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati ambapo tuliokoka hatukukomea pale, bado tuko kwenye kiwanda cha Bwana. Bado tunafanyiwa ukarabati. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakuwa kila siku. Wewe usikwambie pale ya kwamba mimi niliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatubadilisha, linatufanyia kazi kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapopokea neno la Bwana, niache nikaweza kushughulikia maisha yako. Niliweza kushughulikia maisha ya Zakayo, na ni ya kwamba akabadilika, akaacha yale ambayo alikuwa anayafanya, na ni ya kwamba akaanza maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukifundisha kuhusu repentance. Najua hiyo tuko sawa kabisa, ya kwamba sio kuomba, sio kujigaragaza, sio kuvaa magunia, lakini neno la Bwana linapokujia ni ya kwamba linabadilisha maisha yako. Unabadilika, unaanza maisha mapya. Yale ambayo neno la Bwana limekataza ni ya kwamba unaachana nayo na unaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
komea hapo. Bwana akubariki.